tunaongoza kwa maombi Tanzania nzima. Mkoa wa Mbeya una makanisa mengi sana. Tunapoanza kuomba lazima tumuombee Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, yeye pamoja na serikali yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, achilia mbali makanisani. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wa mkoa wa Mbeya, kawaida yetu tunavyoomba, tunaomba kwa unyenyekevu tukipiga magoti. Taarifa. Ni kwa sababu ninaheshimu Siwa iko pale. Nilipaswa niende pale nipige magoti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nataka kumpa taarifa mzungumzaji. Swala la maombi ni siri ya mtu. Ukisema mkoa wa Mbeya mnaomba sana, mimi kwa imani yangu naamini mkoa wa Geita ndo tunaomba kuliko Watanzania wote. Mheshimiwa Suma, unaipokea hiyo taarifa? Mheshimiwa Mwenyekiti, hiyo taarifa siipokei. Naomba sana Mheshimiwa Msukuma, ninakuheshimu. Nipo serious hapa. Kilio cha wananchi wa mkoa wa Mbeya hujakijua. Na namna tunavyomwombea Mheshimiwa Rais, hatuongei mdomoni. Tunamuombea kutoka moyoni. Ninaomba sana utambue wananchi wa mkoa wa Mbeya, tukisema tunaomba kweli kweli. Hatuombi kwamba tunafanya mizaha. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Tuna msiba mzito. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya mkoa wa Mbeya ya kuanzia Igawa mpaka Tunduma ipo kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi iliyopita. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hile tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Aliongea kwa unyenyekevu na upendo mkubwa kwamba barabara hii wacha basi tuanzie Uyole mpaka tufike airport Songwe. Tulimshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ile barabara inakwenda kwa kusuasua sana. Pamoja na kwamba tumeanzia katikati Uyole. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais ametujengea hospitali kubwa nzuri ya rufaa iko katikati ya jiji Mbeya. Lakini pia bado ametujengea hospitali wanawake ambayo ni ya kujifungua wanawake wa mkoa wa Mbeya, kubwa sana ya Beta. Ukiachilia mbali kwenye vituo vya afya, Mheshimiwa Rais amejali sana wanawake. Ameweka majengo ya mama na mtoto kwenye vituo vya afya vyote. Mheshimiwa Mwenyekiti, wilaya za mkoa wa Mbeya, ukianzia Mbalali, ukienda Kyela, ukienda Rungwe, jimbo la Busokelo, Mbeya DC, unapokwenda kuzifikia zile hospitali, lazima upite katikati ya ile barabara. Barabara ile Mheshimiwa Mwenyekiti, tunashukuru serikali iliruhusu fedha kiasi cha shilingi bilioni 183 ili iende kujenga barabara ile. Mpaka sasa hivi miaka 5 iliyopita na sasa tumeingia awamu nyingine, barabara ile imejengwa kwa 44%. Imejengwa kwa 44%. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikwambie jifuataro. Naomba sana hiki kilio cha wananchi wa mkoa wa Mbeya. Barabara sasa hivi katikati ya jiji pale ni vumbi tupu. Mvua ikinyesha ni matope matupu. Jua likiwaka ni vumbi. Yaani hakuna usalama kwa wote juu ya wananchi wa mkoa wa Mbeya. Wananchi wa mkoa wa Mbeya tuna kilio kikubwa sana juu ya barabara ile. Tunalia kilio hicho. Ajali zinatokea za mara kwa mara. Ndugu zetu wanapoteza maisha, wanakufa, lakini pia wanaopata ajali wengine wanaumia, wanabaki kuwa ni walemavu, wanaugulia hospitali mpaka sasa hivi. Ninaomba sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ridhaa yako nimuombe sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan atuone wananchi wa mkoa wa Mbeya, atuone kwa jicho la huruma. Na mama yetu huyu tunavyomjua sisi, ana hekima, ana busara wakati wowote. Hapendi kuona wananchi wake wanateseka. Tunaamini kwamba kwa kuliona hili atatusaidia wananchi wa mkoa wa Mbeya ili tuache misiba pamoja na walemavu kwenye mkoa wetu wa Mbeya. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wa Mbeya tunajua Tanzania nzima inaombea taifa amani, inaombea serikali amani, inamwombea Mheshimiwa Rais. Lakini mkoa wa Mbeya ndo tunaongoza kwa maombi Tanzania nzima. Mkoa wa Mbeya una makanisa mengi sana. Tunapoanza kuomba lazima tumuombee Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, yeye pamoja na serikali yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, achilia mbali makanisani, hata misibani
sisi wananchi wa mkoa wa Mbeya, misiba inapotokea, alfajiri tunapoanza kulia, lazima tuombe sala. Hiyo sala lazima wanawake wale wanavyoomboleza, wanamtanguliza Daktari Samia Suluhu Hassan, wakimweka kwenye maombi, namna anavyoongoza taifa hili la Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wa mkoa wa Mbeya, kawaida yetu tunavyoomba, tunaomba kwa unyenyekevu tukipiga magoti. Taarifa. Ni kwa sababu ninaheshimu Siwa iko pale. Nilipaswa niende pale nipige magoti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nataka kumpa taarifa mzungumzaji. Swala la maombi ni siri ya mtu. Ukisema mkoa wa Mbeya mnaomba sana, mimi kwa imani yangu naamini mkoa wa Geita ndo tunaomba kuliko Watanzania wote. Mheshimiwa Suma, unaipokea hiyo taarifa? Mheshimiwa Mwenyekiti, hiyo taarifa siipokei. Naomba sana Mheshimiwa Msukuma, ninakuheshimu. Nipo serious hapa. Kilio cha wananchi wa mkoa wa Mbeya hujakijua. Na namna tunavyomwambia Mheshimiwa Rais, hatuongei mdomoni. Tunamwombea kutoka moyoni. Ninaomba sana utambue wananchi wa mkoa wa Mbeya, tukisema tunaomba kweli kweli. Hatuombi kwamba tunafanya mizaha. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeeleza kwamba hapa ninaheshimu Siwa kwa sababu ipo. Siwa isingekuwepo, ningekuomba Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa imani yangu nikuombe nipite pale mbele, nipige magoti ili mjue wananchi wa mkoa wa Mbeya. Tunaomba barabara ya mkoa wa Mbeya jiji kwa kumaanisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba sana. Naomba Mheshimiwa Rais ulichukue hili. Mbeya jamani, tuna kilio, tuna msiba. Naamini Mheshimiwa Rais wetu kwa sababu ni msikivu, amesikia, atatuondolea shida iliyopo katikati ya jiji ambapo msongamano wa magari umekuwa mkubwa sana kwa sababu ya vumbi ile iliyopo pale, kwa sababu ya barabara mbovu na tope iliyopo pale. Ambulance zinazotoka kwenye wilaya zile kule kumkimbiza mgonjwa hospitali katikati ya jiji hazipiti kwa wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, sina namna ya kuongea zaidi ya hili ninaloliongea. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ni mama msikivu. Wakati wote mimi ninamuongelea hilo kwa sababu ninamuelewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais alihamasisha nishati safi kwa ajili nishati safi ya kupikia. Wanawake ndio sisi wapishi wakuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ndio rais wetu, yeye Mheshimiwa Rais, katika hili kulikuwa na kilio cha upande wa mbolea, kilio kikubwa. Mfuko wa mbolea ulikuwa unauzwa zaidi ya 1,155,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais alivyosikia hili jambo alitoa ruzuku, mpaka sasa hivi mbolea inauzwa kwa bei ya pungufu karibu 75,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba sana Mheshimiwa Rais, hii ni nishati safi ambayo ameshatuzoesha kwa sababu tuliitikia sana, wanawake wa Tanzania waliitikia, hasa wa mkoa wa Mbeya. Tunaomba ruzuku kwenye gesi ili nishati safi hii iendelee kutumika. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeona umewasha taa. Ninaomba Mheshimiwa Mwenyekiti, nisipoongea hili pengine naweza kuugua. Naomba Mheshimiwa nijibu, kuna swali moja la Watanzania. Ninaomba sekunde tu moja nijibu Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipindi cha uchaguzi tulikuwa na kikao wanawake. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwenyekiti wetu Mary Chatanda, Zainabu Shomari pamoja na katibu ambao ni viongozi wetu upande wa wanawake, kuna swali ambalo wanajiuliza Watanzania, ili kuwaje Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan apate 98% za ushindi? Nataka niseme hivi, mwanamke akiwa na jambo lake hashindwi, haferi. Wanaume mnalijua hili. Mama jinsi ambavyo anakupeti baba kukuomba kitu ambacho anahitaji, hajawahi kuferi hata mara moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, kina baba ambao ni waume zetu, lakini pia watoto wetu tunakuwa tunawaheshimu na tunawapenda, na heshima ni kubwa sana pale ndani. Tulizidisha heshima, tulizidisha upendo. Kina baba tuliwaomba kula, walitusikia, wakatupa kura za heshima za Daktari Samia Suluhu Hassan. Na katika wachache wale ambao wanajiuliza mpaka sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba niseme hivi, kipindi kile hakukuwepo mama ambaye alikuwa mkali kwa baba kwamba ulikuwa wapi, kwani umechelewa. Hata baba kirudi saa 6 za usiku alikuwa akipokelewa koti, akikaribishwa.
kwa upendo ndipo ambapo tulipata zile kula, na tulitegemea zingepatikana kula 100, 2 ndio zilipotea. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.